Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao yanaendelea kuajiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yanaendelea pia kutengeneza vichwa vya habari na kuibua mijadala kadha wa kadha katika nyanja za kisiasa, za kiusalama na hata za kidiplomasia pia. Na tutakwenda kuanza na habari ya hayo ambayo yalijitokeza hiyo jana Alhamisi ya tarehe 30 Aprili mwaka huu, ambapo mamlaka za Marekani zimechukua hatua mpya dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange kwa kumuingiza kwenye orodha ya Specially Designated Nations, yani SDN sigla, inayosimamiwa na Office of Foreign Assets Control OFAC chini ya Wizara ya Fedha ya Marekani. Hatua hii imechukuliwa katika mfumo wa programu ya vikwazo vinavyolenga nchi ya DRC. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, uamuzi huo unatokana na tuhuma za kuwepo kwa uhusiano kati ya kiongozi huyo wa zamani na makundi ya wahasi yanayofanya shughuli mashariki mwa nchi, yakiwemo M23 pamoja na AFC. Serikali ya Washington inaamini kuwa uhusiano huo unaodaiwa unachangia kuendelea kwa hali ya sintofahamu na ukosefu wa utulivu katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Kisheria, hatua hii inategemea Executive Order ya nambari 13413 iliyorekebishwa kupitia Executive Order ya 13671 ambazo zinaweka misingi ya vikwazo vya Marekani dhidi ya watu au taasisi zinazohusishwa na kudhoofisha utulivu wa DRC. Kivitendo, kuingizwa kwenye orodha ya SDN kunasababisha kufungiwa mara moja kwa mali zote ambazo Joseph Kabila anaweza kuwa nazo chini ya mamlaka ya Marekani. Aidha, raia au kampuni yoyote ya Marekani hairuhusiwi kufanya miamala naye, la sivyo watakabiliwa na adhabu kali. Hatua hii ya Marekani inakuja wakati ambapo tayari kuna maamuzi mengine ambayo hapo awali yaliwahi kuchukuliwa ndani ya DRC yenyewe. Mamlaka za Kinshasa ziliweza kuamuru kukamatwa kwa baadhi ya mali za rais huyo wa zamani pamoja na kusimamishwa kwa shughuli za chama chake cha kisiasa ambacho ni Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, yani PPRD. Aidha, mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025, mahakama kuu ya kijeshi ya Kongo ilimhukumu Joseph Kabila kwa adhabu ya kifo kwa kutokuwepo mahakamani, yani par contumace. Hukumu hiyo ilihusiana na mashtaka mazito yakiwemo uhaini, uhalifu wa kivita na ushiriki katika harakati za uasi. Kwa ujumla, maendeleo haya yanayoonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kisheria na kidiplomasia dhidi ya kiongozi huyo wa zamani katika mazingira ambayo hali ya usalama na siasa mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa tete. Na tukijelekeza huko mkoani Ituri, watu wasiopungua 9 wamepoteza maisha yao kufuatia shambulio la silaha lililotokea katika vijiji kadhaa vya Sheferi ya Mambisa vilivyoko katika wilaya ya Jugu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyokubaliana, vinadai kuwa shambulio hilo linahusishwa na wapiganaji wa kundi la Convention pour la Revolution Populaire, yani CRP, kundi lenye silaha linalofanya shughuli zake katika eneo hilo na ambalo tayari limekuwa likituhumiwa kuhusika na mashambulizi ya hivi karibuni hasa dhidi ya nafasi na ngome za kijeshi. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, washambuliaji walilenga kwa wakati mmoja maeneo ya Tsuba, Lilo ya kwanza, Zanyo na Liju. Mbali na raia, baadhi ya vituo vya jeshi pia vya FARDC vilishambuliwa. Idadi ya waliouawa inajumuisha watu muhimu katika jamii, akiwemo mkuu wa kijiji, kiongozi wa kidini pamoja na mkuu wa shule. Baadhi ya wahanga waliripotiwa kuuawa pamoja na wake zao, hali inayoongeza uzito wa tukio hilo. Nyumba kadhaa zilichomwa moto wakati wa shambulio hilo, jambo lililozidisha hali mbaya ya kibinadamu ambayo tayari ilikuwa
kuwa dhaifu katika eneo hilo. Wakazi wengi walilazimika kukimbilia porini ili kuokoa maisha yao, ambapo wanakabiliwa na hali ngumu za hewa, njaa pamoja na hatari za kiusalama zinazoendelea. Raia wengi bado wanadaiwa kuwa wametawanyika porini bila msaada wowote na wanakabiliwa na hatari mbalimbali, alionya mmoja wa viongozi wa kijamii wa eneo hilo. Baadhi ya waliokimbia makazi yao walipelekwa katika kambi ya Jina kwa msaada wa MONUSCO, lakini wengi bado hawajapata msaada wowote. Shambulio hili linajiri katika kipindi cha kuongezeka tena kwa vitendo vya vurugu katika wilaya ya Jugu, hali inayochochewa na kuimarika kwa shughuli za kundi la CRP. Waangalizi wa ndani wanaripoti kuongezeka kwa mashambulizi yanayolenga kwa pamoja vituo vya kijeshi na maeneo ya raia. Hali hii ya wasiwasi inafanana na shambulio lingine lililotokea karibu wakati huo huo katika eneo la Pimbo, ambapo kituo cha FARDC kilishambuliwa usiku wa kuamkia Jumanne. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilisababisha vifo vya angalau raia wapatao 10. Mfululizo wa matukio haya unaongeza hofu ya kuongezeka kwa nguvu kwa makundi yenye silaha katika sehemu hii ya mkoa wa Ituri, ambao tayari umekuwa ukikumbwa na miaka mingi ya ukosefu wa usalama. Na huko kwa upande mwingine, huko mkoani Ituri, mvutano mkali uliripotiwa katika grupema ya Jupio chini ya sheferia Angale katika wilaya ya Mahagi, ambapo mgogoro wa ardhi kati ya vijiji viwili jirani uligeuka kuwa mapigano ya vurugu. Chanzo cha hali hiyo ni tuhuma zilizotolewa na wakazi wa Jupavu dhidi ya wale wa Jupalungu wanaoshukiwa kuharibu mazao ya chakula katika shamba linalogombaniwa. Ushuhuda uliokusanywa eneo la tukio unaeleza kuwa mgogoro huo ni wa muda mrefu na uharibifu wa mazao ndio uliokuwa kichocheo cha moja kwa moja. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kuwa vurugu hizo zilisababisha kuchomwa moto kwa angalau nyumba 12 wakati wa mapigano kati ya jamii hizo mbili. Matukio ya mapambano yaliripotiwa katika vijiji vyote viwili, huku mvutano ukichukua haraka sura ya uharibifu mkubwa. Chanzo cha polisi kilichoko Ugalu kimetoa taarifa ya muda kwamba watu 6 walijeruhiwa. Pia kimethibitisha kukamatwa kwa watu 2 wanaotuhumiwa kuwa vichochezi vya vurugu hizo. Tumeandikisha majeruhi 6 na kuwakamata washukiwa 2 kuhusiana na matukio haya, amesema mmoja wa maafisa wa polisi wa eneo hilo. Tukio hili linaingia katika muktadha mpana wa migogoro ya ardhi inayojirudia katika wilaya ya Mahagi, ambayo inachukuliwa kwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na migogoro ya aina hiyo katika mkoa wa Ituri. Katika miaka ya hivi karibuni, mamia ya migogoro ya ardhi imeripotiwa, baadhi yake ikiwa imegeuka kuwa vurugu kali zenye kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Katika ngazi ya mkoa, suala la ardhi linaendelea kuwa mojawapo ya sababu kuu za ukosefu wa utulivu. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa karibuni 80%, yani presque 80% ya migogoro katika mkoa wa Ituri inahusiana na ardhi, hali inayokuwa na athari za moja kwa moja kwa usalama na mshikamano wa kijamii. Hali kama hiyo pia inaonekana katika wilaya ya Jugu, ambako migogoro ya ardhi mara nyingi huingiliana na shughuli za makundi yenye silaha. Na tatizo hili sio tu la vijijini, hata katika mji wa Bunia pia mgogoro wa hivi karibuni unalikutanisha jamii ya Babira na kanisa Katoliki kuhusu umiliki wa ardhi, ukionyesha mvutano uliopo kati ya haki za kimila na sheria za mjini. Wakati vijana wa jamii ya Babira wanadai kunyang'anywa ardhi yao ya asili, kanisa linasisitiza uhalali wa hati zake ndani ya mipaka ya rasmi ya jiji. Kuanzia Mahagi hadi Jugu na hadi Bunia, suala la ardhi linaendelea kuwa kiini cha mvutano katika mkoa wa Ituri. Katika mazingira ya ukosefu wa usalama, umaskini na uhamishaji wa watu, kila mgogoro wa ardhi una hatari kubwa ya kusababisha vurugu. Bila kuwepo kwa mifumo madhubuti ya usuluhishi na haki ya ardhi, migogoro hii itaendelea kuchochea mzunguko wa vurugu unaohatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika
katika mkoa huo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, lakini tunakusihi ubaki sambamba nasi ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu, na basi tukutane kwa majaliwa. Asante.